Hivi unaamini kwamba kizazi cha Gen Z ni kizazi ambacho kina mabadiliko chanya ama vipi mtazamo wako? Maana pia mwenyewe ni Gen Z. Sisi watu wa Gen Z mabadiliko yapo mengi. Yes. Mfano si Gen Z upande mwingine tumeanza kufanya TikTok ndio itambulike kuwa kubwa kwa Tanzania. Gen Z. Najua ni sisi hapa. Lakini kuna watu wanaokuja tu wanaharibu system. Wanaweka mambo sio. Wengine sasa wanafanya mitandao ndio kujiuza, wengine ndio kufuata mademu. Yes. Wakati paka Makonda anasema tumetoa B kwa ajili ya kuwapa content creator. Kwa hiyo imeshaonyesha kwamba TikTok sasa hivi ni inalipa zaidi. Yes. Na Tanzania wanataka kuweka mifumo mizuri ili watu waweze ku-stream. Kama leo nimemwona Ansikana, watu wanaingia kwenye stream kutokana na TikTok sasa hivi inasemekana kwamba sisi tunaweza kupata pesa kuzidi wasanii chipukizi. Yes. Kwa hiyo ni kweli, kwa hiyo si Gen Z ndio tumeweza kubadilisha hii sanaa ya TikTok. Lakini TikTok ilikuwa toka zamani tulioingia kina Suri wakatengeneza mikakati ya kulipwa. Usichekeshe tu watu, lakini wewe unahitajika kulipwa. Kina Best King, kina Kawina, wote hao mimi nimeanza nao, lakini wao walitangulia kidogo. Ndio maana mpaka leo unaona bondi yetu bado inaweza kuishi kwa miaka mingi. Kina Oka Martin wale bado wanaweza ku maintain mpaka leo. Yes. Kwa hiyo ni juhudi za Mungu na si Gen Z tumebadilisha watu wajue TikTok inalipa. Kwa hiyo inabidi watu wasibeze kizazi cha Gen Z kwamba kusema umeusho. Lakini miayusho ipo kwa Gen Z, yani uhakika yani. Miayusho iko wapi hapa Gen Z? Mitoto sasa hivi inakuja imevurugwa. Iko moto. Iko moto. Najua zile. Ukitaka kujua iko moto hiyo mitoto. Nenda Samia Cup hapo. Pale pa moto pale. Pale pa moto baba. Watoto wapo hoi hai. Pale hata nishushie si muda wa kufungulia.